tutaangazia masuala makuu katika onyesho la pili sehemu ya kwanza. Kama tulivyoona hapo awali kwamba Dina anamsimulia Kiwa kuhusu maisha ya Yona na Sara, na katika uelezi wake tunaona swala la mila potovu likijitokezea. Tunaona kwamba katika jamii ya Kiafrika ama za Kiafrika wamethamini sana mtoto wa kiume. Kwa hivyo familia haiko kamili kama haina mrithi ambaye ni mtoto wa kiume. Kwa hivyo Dina alisemwa, akasimangwa, na hadi mwishowe Yona akageuka akaanza kumdhalilisha mkewe. Ambayo hiyo pia inatupea taasubi ya kiume ya kudhalilisha wanawake na kuwapangia majukumu yao katika jamii, ya kwamba ni sharti mwanamke anapoolewa lazima azae, na akizaa lazima awe na mtoto wa kiume. Na Nina anajitolea kumsaidia Sara kutokana na hali mbaya ya rafiki ya Sara. Tendo hili linadhihirisha ujirani na undugu mwema. Basi.